kuna hii namna ya kuweza kuibua vipaji. Leo hii tunafahamu Tanga kuna kituo cha michezo, Kigamboni pia kipo, Arusha pia bila shaka kipo, lakini sasa kuna watu ambao au watoto wadogo ambao vipaji vyao ni vikubwa kabisa kiuhalisia, lakini yaani kutokana na mazingira ya nyumbani hayawasapoti kwenda katika hizo academy kwa ajili ya kuendeleza na kukuza vipaji vyao. Ombi lako sasa na rai kwa wazazi ambao wanawamiliki hao watoto wadogo wenye hivyo vipaji, wafanye nini ili kuweza kuendeleza hivyo vipaji? Kwanza ni kuweke wazi kitu kimoja. Zamani wazazi ndio walikuwa changamoto katika development ya watoto katika mpira wa miguu, soka, umeona? Ilikuwa ni changamoto, walikuwa wanaamini kila mtoto anahitaji kusoma ili aweze kufika pale alipo. Lakini sasa hivi wazazi wametambua hilo swala. Changamoto inakuja kwenye hizo vyanzo na uwekezaji wa kutosha katika mpira wa miguu, hasa katika mikoa hii yetu. Na changamoto nyingine ni sisi makocha ambao tunasoma. Changamoto inakuja, kocha anataka afanikiwe baada ya kumaliza kusoma, afanikiwe papo kwa papo, ambapo sio kweli. Football kama inavyo kama katika modern football sasa hivi ina stages, inatoka age fulani, inaenda fulani. Kwa hiyo football sasa hivi ni science, maana yake inatakiwa kuwa na stages au zile processes kufikia. Kama tayari football ile inayochezwa uwanjani ni process na ina stages, maana yake hata kwenye coaching kuna stages zake. Kwa hiyo macoaches tusikimbilie mafanikio ya haraka, tunatakiwa kuwa wavumilivu. Itajipa tu ukisaidia hii youth development. Yule mtoto uliyemsaidia kesho akasajiliwa Simba, kwa namna moja au nyingine hata kukumbuka kuja kukuletea mipira kwenye taasisi yako au kukujengea kituo kabisa. Hakika. Nimebahatika kuwa kwenye kituo kimoja kiko Mwanza, kinaitwa Mweta Sports Center. Ndio. Mweta ni mchezaji wa zamani wa Simba, alidaka Simba, alidaka Toto Africa, alidaka Ndanda ile wanaipandisha ligi kuu akiwa na kocha Malale 50. Wamefanya kazi Mbeya City pamoja, amefanya kazi ya Alliance pamoja, na yule Mweta alibahatika kufanya kazi Pamba kabla hajapanda ligi kuu ikiwa championship. Huyo Mweta ana kituo kinaitwa Mweta Sports Center. Mweta Sports Center. Hicho kituo mpaka sasa hivi kinaendesha mashindano ya Mweta yanaitwa Fahari Super Cup. Hayo mashindano ni makubwa sana Mwanza pale, kwa sababu yanachujumuisha wachezaji mbalimbali. Wachezaji ambao wameshawahi kucheza pale, wakina Dickson Ambundo wanaendaga kucheza yale mashindano. Dickson Ambundo, sawa. Wanaundaga timu yao inaitwa Mwanza Combine, ambayo inawajumuisha wachezaji wanaocheza championship na ligi kuu wanaokaa Mwanza. Wanaenda kucheza pale. Kwa hiyo lakini yule ametoa mchezaji mmoja mkubwa sasa hivi, anaitwa Mishamo Daudi, yuko Singida Black Star. Kuna Robert Makdala amepandisha Kagera Sugar msimu huu. Kuna Frank Faustini golikipa amepandisha Geita Gold msimu huu. Lakini wale wote leo hii ninavyozungumza wameenda likizo, wamepeleka vifaa vya michezo. Safi kabisa. Kwenye ile taasisi, kwa sababu kuna vijana wamewaacha. Kwa hiyo makocha tusiharakie katika hii development. Twende kwa stages ili tuweze kuwasaidia hawa watoto. Kesho na kesho kutwa, usipolipwa duniani utalipwa mbinguni. Kweli. Umefanya hichi kitu kwa manufaa, hujakuwa na tamaa, umeweza kudevelop. Na kocha wa chini au kocha mzuri ni yule anayehusika katika youth development, kumbadilisha mchezaji mmoja katika talent moja kwenda nyingine, kumtoa mchezaji alipo kwenda juu. Yule ndio faida ya kocha. Tukitolea mfano Kibu Denis, alikuwa aminiwi pale Simba, alivyokuja Robertinho aliaminiwa na akaimprove. Leo hii tunavyozungumza yuko nje ya nchi. Kwa hiyo makocha tunatakiwa kuwasaidia hawa watoto ili kuisaidia serikali, kuisaidia baraza la michezo, kuisaidia TFF, kumsaidia Wallace Karia na uongozi wake wote kwa ajili ya kusaidia hii youth development. Bana, mimi nikushukuru sana. Asante. Nitakuwa na swali zingine la mwisho ambalo ni maoni yako kozi pamoja na ushauri wako. Siku kadhaa 2-3 zimepita, nahodha Ali Mbwana Samata, kapteni wa timu ya taifa, ametangaza kustaafu, lakini kukawa na mijadala ya hapa na pale. Wengine wanamuomba endelee, wengine wanasema ibana endelea kupumzika, kwa sababu wa Tanzania
tunafahamiana. Mijadala ilikuwa ni mikali sana, komenti pale Ahmed Ally, Ally Kamwe, lakini pia naibu waziri Mwana FA na wadau wengine walimuomba aendelee kusaidia kwa ajili ya AFCON mwakani. Kwa hiyo kwanza ni heshima kwake kwa kapteni. Wewe ushauri wako na maoni yako juu ya kapteni aendelee kupumzika kwa sababu amefanya makubwa katika nchi yetu, au namuomba na wewe aendelee baada ya astaafu baada ya AFCON mwakani? Kabla ya kujibu hilo swali, kwanza niweze kuambia Watanzania ndio wanaomzungumza Bwana Samata vibaya, ndio ni one of the greatest player. Tukisema greatest player in Tanzania na East Africa, goat wetu inaweza ikasema. Bwana Ally Samata amefanya makubwa kwenye nchi, amefanya makubwa kwenye East Africa, amefanya makubwa Afrika, amefanya makubwa pia Ulaya. Ndio maana mpaka leo anaweza kudominate, mpaka leo kwa umri wake bado anadominate kwenye klabu za Ulaya. Ndio amefanya makubwa kweli. Upande kwa yeye kutangaza kustaafu, naweza nikajibu kwa pande mbili. Kwa maoni ya kwamba naweza nikajibu kwa upande hizi mbili, kiuhalisia na kiukweli. Ndio uhalisia na ukweli ni vitu tofauti. Ndio truth and reality. Kweli Bwana Samata reality yake au ukweli wake, tuseme ukweli, amezungumza kwamba anaamua kustaafu kuwapisha vijana. Ndio hiyo ni ukweli kwa moyo wake. Kwa sababu gani? Na kwa sababu gani? Ameweza kuwasaidia vijana mbalimbali katika mpira huu. Wa kwanza ni Kevin John anamsifu mpaka kesho, na pili ni Morris Abraham anamkubali. Hao ni one of the wachezaji wa Kitanzania ambao ni umri wao ni mdogo, wamesaidia. Maana yake anaheshimu vijana. Maana yake kutangaza kwake kustaafu kwa ajili ya kuwapa fursa vijana, hiyo imetoka ndani ya moyo wake. Ndio kwenye truth sasa. Ili reality sasa, turudi kiuhalisia. Ndio umri umesogea, miaka 30 plus sasa. Umesogea, lakini bado pale kwenye ukweli sasa, maana yake amefanya vizuri kutangaza. Lakini tukirudi kwenye reality au uhalisia, bado tunamhitaji katika soka la Tanzania. Kweli kwenda naye tu katika ile AFCON ni hamasa tosha kwa wachezaji. Nikitolea mfano mzuri, Lionel Messi wa Argentina. Lionel Messi la Pulga. Umeona? Argentina wana advantage ya kuwa na yule mtu kwenye chumba cha kubadilishia nguo au uwanjani, kwa sababu ya experience yake, kwa sababu ya uwezo wake, kwa sababu ya utashi wake katika mpira wa miguu. Kwa hiyo uwepo wa Samata katika national team yetu AFCON 2027 itasaidia kutoa hamasa kwa vijana, kuwasaidia vijana kupambana. Yaani kwa namna yoyote ile Samata tunamhitaji katika AFCON ya 2027. Na kwa maoni hayo, mimi namuomba aweze kutulia, ajipe muda, alafu aweze kuja kutangaza upya, kuja kutamkia Watanzania. Naungana na Ally Kamwe kama alivyosema, hatuja kupokea huku mitandaoni kwani mstaafu, tunataka ustaafie uwanjani, tukupe na heshima yako. Tunahitaji Bwana Ally Samata arejee uwanjani national team, aweze kuja kustaafia AFCON 2027 uwanjani na heshima yake tumpe hapo kama Watanzania. Hivyo ni waombe Watanzania waweze kumpa support Bwana Ally Samata. Okay, Samata, Watanzania bado tunakuhitaji utuajie uwanjani. Mimi nikushukuru sana. Asante. Nikushukuru sana kwa maelezo yako mazuri. Wakati mwingine pia tutakutapa tuzungumza kuhusiana na sports tourism peke yake kama research yako inavyosema taitwa kwa research. Kwa hiyo tunasema hivi sisi wa Arusha Jiji, tunasema Arusha Jiji twende zetu AFCON 2027. Arusha Jiji twende zetu AFCON 2027. Hongera sana. Asante.